بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tunaendelea na kitabu chetu cha Kashfu Ashubuhat, kitab cha al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala Tamimi. Tulikuwa tumeishia kwenye maneno ya kwamba kitendo cha kuunganisha au maneno na itikadi ya kuunganisha au kupandanisha baadhi ya itikadi katika sehemu moja, kitendo hichi kinafanya kila moja ya itikadi kuwa mustaqilan, kuwa ni yenye kujitenga. Yani kama vile wakisema ya kwamba makufari au mushrikun wakisema wao hawawezi kuwa makafiri kwa kuwaomba malaika na manabii. Hii ni peke yake, kwamba kitendo chao cha kuwaomba malaika na kuwaomba manabii kwenye nyakati za shida na matatizo, hichi akiwafanyi wao kuwa ni makafir, bali wao watakuwa ni makafiri pale ambapo watakaposema malaika ni mabinti wa Allah, au wakasema Abdul Qadir Jailani ni mtoto wa Allah, au Ahmad At-Tayyibi ni mtoto wa Allah, au Abdullah Al-Aidarusi ni mtoto wa Allah. Hivi ndivyo ambavyo mtu atakuwa ni kafir, na wao hawajasema hivyo, bali wao wamewaomba malaika peke yao, wamewaomba manabii kwenye matatizo na shida mbalimbali. Sheikh akawaambia kitendo cha kuegemeza Allah ana mtoto ni kufrun mustaqil, ni ukafiri uliojitenga peke yake, na ni kitendo cha kusema kwamba Allah ana mtoto, huu ni ukafiri unaojitegemea wenyewe, kwani Qur'ani iko wazi na thibitisha ya kwamba Allah ni mmoja na yeye ndiye ambaye mwenye kukusudiwa katika haja na matatizo. Qul huwa Allahu ahadun Allahu samadu Allahu samad, yeye ndiye ambaye anayekusudiwa kwenye shida na matatizo na kila haja. Atakayelipinga hili akaona ya kwamba pana uwezekano wa kuwafata viumbe wengine na kuwataka haja, kuwakusudia kwenye kutatua shida, bila shaka fahadha qad kafar, huyu ameshakufuru. Ukaona kwamba pana watu wana uwezo wa wewe kuelezea shida zako na wakakutatulia, kuna viumbe vinaweza kukutatulia shida zako, ukaacha kumtaka shida Allah subhana, fahadha kufrun, huu ni ukafiri, huu ni ukafiri. Baada ya kusema hayo maneno, Sheikh akastadili na Qur'ani kuonyesha ya kwamba Allah hana mtoto. Mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilahin, Allah hajafanya mtoto, Allah hajawa na mtoto. Anakanusha kabisa, yeye hakuwahi kuwa na mtoto wala hawezi kuwa na mtoto. Jambo hili kwa kelele kashalikanusha, kalikataa, haliwezekaniki kwake yeye. Wama kana ma'ahu min ilah, na hakuwa kwake yeye au hapakuwa pamoja na yeye panamwabudiwa mwingine. Allah hana Mungu mwingine, hana msaidizi, hana mfanano. Kwa hiyo aya hii imekusanya kanusho la Allah mtoto, kanusho la Allah mola mwingine.
Bali pia aya nyingine akasema, bal waja'alu lillahi shuraka aljinna wa khalaqahum, na wamefanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na mshirika wa kijini. Yani wao wamefanya washirikina makufara wamejalia majini ni washirika na Allah subhanahu wa ta'ala. Napata matatizo na muomba jini, kwenye haja wanataka msaada jini, wanapitia majina ya majini mbalimbali. Wa khalaqahum, na Allah ndiye ambaye amewaumba wao na ameyaumba majini. Bali wa kharaqu lahu banina, na wakamzulia kwake yeye kwamba Allah subhana banina, ana watoto. Wakamzulia kwamba Allah ana watoto tena wa kiume, wa banati, na watoto wa kike, bighairi ilmin, wakamzulia pasi na kuwa na ilmu, pasi ya kuwa na ilmu. Kwa hiyo kuonyesha ya kwamba haya ni mambo ambayo ni mambo ambayo wameyazua wao. Haya ni mambo ambayo wameyazua wao, kumfanyia Allah mshirika katika majini na kumzulia Allah kwamba ana watoto wa kiume na watoto wa kike bila ilmu, bila ya elimu yoyote. Baada ya kutaja haya shekhe kuonyesha ya kwamba kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala si kusema tu kwamba Allah na mtoto, si kusema kwamba Abdul Qadir ni mtoto wa Allah, Al-Jailani rahimahullah, sio kusema kwamba yeye na mtoto wake ni Abdul Qadir Jailani, kama ndio kufuru. La, sio kufuru, hicho ni kufuru mustaqil, huo ni ukafiri unajitenga peke yake. Bali ukiwaomba majini ukawataka wakuondoshee shida na matatizo, basi pia ni shirku billah, pia ni shirku billah. Wadalilu ala hadha aidan, na dalili juu ya haya pia, dalili zingine zinazothibitisha haya, anna alladhina kafaru, kwamba wale ambao waliokufuru, biduai llati, kwa kumuomba Lata. Allat ni jina la sanamu walilokuwa naliomba. Kikaya wale ambao waliokufuru, biduai llati, kwa kumuomba Lata, sanamu, jina la sanamu, jina la sanamu. Wale ambao waliokufuru kwa kumuomba Lata, maa kaunihi rajulan saliha, pamoja na kuwa kwake, maa kaunihi, pamoja na kuwa kwake huyo Lata, rajulan salihan, ni mtu mwema. Alikuwa ni mtu mwema, Lat alikuwa ni mtu mwema kabisa. Lakini wao baadaye alipokufa wakaenda kwenye kaburi lake, miaka na miaka ikasogea, makarne na makarne, mpaka likatengenezwa sanamu la Allat, wakawa naliomba pale. Maa kaunihi, pamoja na kuwa kwake huyo Lata, rajulan salihan, ni mtu mwema. Watu hawa ambao walikufuru kwa kumwomba Lata, pamoja na kuwa huyo Lata ni mtu mwema, lam yaj'aluhu, hawakumfanya huyo Lata ibn Allahi, mtoto wa Allah. La, kalla, walikuwa wanamuomba tu Lata kwenye shida, wanachinja, wanatia nadhiri kwenye sanamu lile, lakini hawakusema kwamba Lata ni mtoto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hivyo kafaru, walikufuru, hawakumfanya ni mtoto wa Allah, lakini makafaru. Bali anasema walladhina kafaru, na wale ambao waliokufuru, biibadati ljinni, wa kuabudu majini, lam yaj'aluhum kadhalika, hawakuyafanya yale majini kadhalika, hivyo hivyo, kama ni watoto wa Allah. Bal kanu ya'buduna aljinna, bali walikuwa wanaabudu majini. Kwa hiyo kitendo cha wao kuyaabudu majini, hawakuwa wanayafanya yale majini eti tunayaabudu ni kwa sababu ni watoto wa Allah. La, kitendo tu cha kuwaabudu na kuwanyenyekea, kufuata masharti yao, wanataka kuchinjiwa mnyama, wanataka si kuchinjiwa nini, shirki tayari, shirki billah, tena shirkun akbar, kwa sababu kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kufurun akbar, ni ukafiri mkubwa. Kwa aya ndani ya Qur'ani
Kwa hiyo kitendo cha kuabudu majini, kitendo cha kumuomba Lata wal Uzza wa Manata, vitendo hivi ni ukafiri. Si kwamba watu hawa walikufuru kwa kumfanya Lata sanamu ni mtoto wa Allah, au ni kwa sababu waliyafanya majini ni watoto wa Allah. Hapana, kitendo chao cha kuabudu tu kiliwafanya kwa makafiri. Na hii ibara ya Sheikh rahimahullahu ta'ala inadhihirisha mada fahmihi liqadiyati tauhid, inabainisha upeo wa juu wa shekhe wa uelewa wa tauhid, kwamba wale washirikina wa zamani walikufuru, wakina Abu Lahabi, wakina Abu Jahali, wakina Uqba ibn Mu'ayt na wengineo walikufuru, lakini ukafiri wao haukuwa kwenye kipengele cha utoto wa Allah. La, kwa yale masanamu ni watoto ya Allah, wa masanamu hao ni watoto wa Allah, ama masanamu haya ni watoto wa Allah. Hawakufuru kwenye kipengele hicho tu, bali hawajakifanya aslan, hawajakifanya aslan, bali wao walikuwa wanyenyekevu kwenye yale masanamu, ni watiifu kwenye yale masanamu, ni watumishi kwenye yale majini na mashaitani. Kama leo tunasikia baadhi ya watu mu Tanzania, wao wanasema ya kwamba wana uwezo wa kuyatumikisha majini na kuyaambia yaende mahala kokote napotaka. Kiumbe jini na mwanadamu wametofautishwa katika khilqa, kwenye maumbile. Yani maumbile yetu sisi binadamu hayalingani na nini? Na majini. Ulimwengu tulionao sisi binadamu ni tofauti na ulimwengu ulionao majini. Unapata nguvu ya namna gani ya kuweza kumtumikisha jini kama sio nguvu ya wewe kukubali kuwa mtiifu kwa jini na yeye ndo akuhudumie? Sasa pale ulipokuwa ni mtiifu kwenye majini, ukawa wewe unachinja kwa ajili ya majini, unaweka nadhiri kwa ajili ya majini, unafikia kipindi labda unajichana mwili kwa sababu ya majini, hiyo ndio ibadatul jini. Huko ndiko kuabudu majini. Sasa kwa sababu unaona wao ni viumbe wanapawa, maumbile yao ni maumbile makubwa na nini na vinginevyo, ukaanza kukubali masharti yao ili na wewe wakutimizie mambo yako. Ulipokubali masharti yao ya kumwaga damu, ya kutoa sadaka, ya kwenda kutupa viwembe, kutupa sijui ndimu na kuzitia masinao na vinginevyo mabaharini, hiyo ndio ibada sasa ya kuabudu majini. Ili wewe kesho ukiwaambia kuna mgonjwa amekuja hapa mtibuni, niambieni dawa yake. Bali hao majini bidhatihim, kwa dhati yao wale majini, kuonyesha kwamba ni viumbe dhaifu. Allah subhanahu kwenye suratu Al-Isra amethibitisha ya kwamba mashaitani na majini ni dhaifa, ni madhaifu. Mashayatin ni viumbe dhaifu sana. Lakini pia Allah subhanahu kwenye Qur'ani amethibitisha kwenye suratu, kama sikosei, Fatir au Saba, alipokuwa anazungumzia kisa cha Nabii Suleiman, amethibitisha kwamba majini nao pia hawajui ilmu al-ghaib. Mambo ya siri mengi hawajui, mambo ya siri hawajui, baada ya kuwa wamezuiwa kule kwenye mbingu, wakawa hawana maarifa tena kabisa ya baadhi ya vitu. Kwa hiyo tayari huu ni udhaifu kwa majini. Sasa wao unapoyatumikisha kwenye mambo yaliyofichikana, ni ishara ya wazi unayatumikisha kwenye vitu ambavyo hawana maarifa navyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuthibitishia kwenye Qur'an, anayeacha njia ya haki na ya sawa ataelekezwa kwenye batili yake huko. Kwa hiyo ibada ya kuabudu majini ni kule kuwatii kwenye matendo yao. Lakini pia nasema pia shekhe, wakadhalika aidan, na vile vile pia anazidisha hujja kuonyesha kufrun sio kusema tu Allah na mtoto kama unavyofahamu
na kama walivyokuwa tulivyotangulia nyuma kule, wakawa wanajua kwamba kufurun ni kuabudu masanamu, na hapa wanadhani kufurun ni kusema Allah na mtoto ndio kufuru. Sio hivyo. Wakadhalika aidan, na vile vile pia alulamau, wanawazuoni fi jamii almadhahib alarba'ati, kwenye madhehebu yote manne, madhehebu yote manne, yadhkuruna, wanataja fi babi, katika mlango hukmi almurtaddi, katika mlango hukmi almurtaddi, wa hukmu ya mtu aliyeritadi. Madhehebu manne vitabuni vyao, kwenye vitabu vyao wanaweka mlango babu hukmi almurtaddi. Utakuta kwenye vitabu vikubwa hivi vya kila madhehebu, madhehebu Malikia, Shafiia, Hanafia, Hanbalia, vitabu vya fiqhi, utakuta pamewekwa mlango babu hukmi almurtaddi, mlango unaozungumzia hukumu ya mtu aliyeritadi. Mtu aliyeritadi ni mtu gani? Ni mtu aliyeacha Uislamu akaenda kwenye ukafiri, ndio murtad. Murtad maana yake ni mtu ambaye ameacha Uislamu akarudi kwenye ukafiri, akarejea kwenye ukafiri. Sasa wanataja kwenye vitabu vyao, wanawachuoni wanataja kwenye hii hukumu ya murtad, wanataja anna almuslima, kwamba muislamu idha zaama, pindi atakapodai anna lillahi waladan, kwamba Allah ana mtoto, fahuwa murtaddun, huyo ni murtad. Yani muislamu tu akidai kwamba Allah ana mtoto, Allah ana mwenza, Allah ana msaidizi, wanahesabu huyo ni murtadi, kasharitadi, sio muislamu tena, kafir. Wayufarriquna baina an-naw'ain, na wanatenganisha baina ya hizi aina mbili, wanatenganisha baina ya aina hizi mbili. Aina gani? Yani hukumu ya kumuita aliyemjalia Allah na mtoto kuwa ni murtad, na hukumu ya mtu ambaye atakayefanya matendo ya kufrun na karitad. Mfano katika haya, atakayedai kwamba ndani ya Qur'ani pana hurufun zaida, pana herufi zilizozidi, fahadha murtadun kafir inda alhanafiyya. Kwenye madhehebu ya Hanafia, atakayedai kwamba kwenye Qur'ani kuna herufi iliyozidi hata moja tu, ukasema kuna herufi wao ipo imezidi hapo, kitendo cha kusema hivyo tu kwenye madhehebu ya al-Imamu Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit rahimahullah, murtaddun, karitadi, sio muislamu tena, kafir. Unaona tofauti hiyo? Kitendo cha kusema hivi tu ni kafir, na kitendo cha kuacha dini au cha kusema Allah ana mtoto ni murtad. Kwa hiyo kuna tofauti. Yani ukisema hivi wewe ni kafir, na ukisema hivi pia ni kafir. Ukisema Allah ana mtoto kafir, ukisema Allah kwenye Qur'ani yake kuna maneno yamezidi, kufuru, murtad. Kwa hiyo kuna tofauti wote, lakini hukumu inarudi pale pale. Atakayefanya moja ya haya mawili ni murtadun, ni kafir. Au mtu mathalan shaka fillahi, shaka fi wujudillah, muislamu kama sisi vile nini, ukatia shaka juu ya uwepo wa Allah. Ile kitendo cha kutia shaka tu, hivi Allah yupo au hayupo? Mbona mimi nateseka sana, mbona na struggle sana, napambana na nini na vingine. Ile kitendo cha kutia shaka tu, yupo au hayupo, murtad. Qala Allah ta'ala fi al-Quran, surah Ibrahim, kasemaje? Afillahi shakkun fatir as-samawati wal ardh, hivi kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu ya uwepo wake pana uwezekano wa mtu kutia shaka, na hali ya kuwa kaumba mbingu na ardhi. Sasa mbingu si hapo na ardhi unaiona, tosha kuonyesha kwamba yupo. Sawa jamani, kile kitendo cha kuwepo mbingu na ardhi bila shaka yupo, si ndio? Uwepo wa mbingu ni ishara ya uwepo wake, uwepo wa ardhi ni ishara ya uwepo wake.
wewe ukatilia shaka, murtad. Sasa angalia kipengele kama hichi, amefanywa ni murtadi, karitadi kwa kusema hii kutia shaka tu, na hapa hajasema kwamba Allah na mtoto. Kasema tu hivi, Allah yupo hayupo, nina wasiwasi hapa. Umekuwa ni kafir tayari, ushakuwa ni kafir. Kwa hiyo kufuru si tu kusema Allah na mtoto. Unaweza kusema Allah na mtoto ukawa ni kafir, na pia kuna vipengele vingine kama hili analosema kwenye hukumu al-murtad. Qala sema wa yufarriquna baina an-nawaini, na wanatofautisha kati ya aina mbili nilizozitaja hapa. Wa hadha fi ghayati al-wuduhi, na hili nilolitaja hapa fi ghayati, lipo katika kikomo al-wuduhi cha uwazi. Ni jambo nimelitaja lipo kwenye kikomo kabisa cha juu cha uwazi, kwamba kuritadi na kuwa kafir si kwa kusema tu Allah na mtoto, Allah na mtoto wa kiume, mtoto wa kike. Inawezekana kuna matendo mengine mtu akaritadi. Mfano, mtu akaifanyia at-tahawun al-Qur'an, akaifanyia tahawun, yani akainyongesha Qur'an, akaidogosha, akaifanyia kama mzaha fulani Qur'an, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, istihza. Mtu akazifanyia istihza sharia za Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano, mtu akasema, wanataja pia, mfano mtu akasema sheria ya dunia au sheria ya nchi ahkam min shari'ati ar-Rahman, iko sawa sawa vizuri, inapendeza zaidi na ipo kwenye usawa wa hali ya juu kuliko sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fadha murtad, huyu kafir, huyu ni kafir. Yani kitendo cha kusema tu sheria ya kidunia ya kidemokrasia hii iliyopo, sheria hizi ambazo zimetungwa na watu ni ahkamu wa a'dal min shari'ati Allah, zina uadilifu zaidi, ziko sawa sawa zaidi kuliko sheria ya Allah. Fa anta murtad, usharitadi wewe, wala huna maneno mengi. Au ukasema sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala adlama al-bashar, imewadhulumu binadamu, min shari'ati an-nasi, kuliko hizi sheria za watu ambazo watu wameziunda hizi. Anta kafir. Hakuna mzozo hapa, hapa kuna story nyingi za kukutafutia sijui maficho, ukajificha huko ndani. Kwa hiyo kitendo cha kusema kwamba sheria ya mwanadamu ni nzuri zaidi na ni sawa zaidi kuliko sheria ya Allah, ushakuwa ni kafir. Kwa hiyo kitendo cha mtu kuwa kafir, kitendo cha mtu kuwa murtad, hakizingatiwi kusema tu kwamba wewe umesema Allah na mtoto. Hakizingatiwi. Unaweza ukatenda matendo hayo, matendo ya kufanya wewe ukawa nani? Ni kafir. Ndio maana Sheikh anasema wa hadha, na haya nilokutajia, fi ghayati alwuduhi, yapo katika kikomo cha uwazi. Fa in qala wa in qala, na ikiwa mushrikun atasema ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun, ala, tambua jambo lilivyo, inna awliya Allahi, hakika mawali wa Allah, hakika vipenzi vya Allah, la khawfun alayhim, hawana hofu juu yao duniani, wala hum yahzanun, wala wao hawatakuwa na huzuni yaum alqiyama. Khawfun fi dunya wal huznu fi al-akhirah. Akasema hivyo kwamba hawa tambua hakika mawali manake vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala, hawana hofu duniani kabisa, hawamwogopi yote duniani, wana utulivu wa nafsi, nyoyo zao zimetulizana. Khashiyatuhum ila arrahmani aliya, hofu yao kwa Allah subhanahu iko juu sana, kumwogopa kwao Allah subhanahu kwa hali ya juu sana, hawana hofu duniani. Wala hum yahzanun, na wala wao hawatakuwa na huzuni yaum alqiyama, kwamba eti wamepunjwa kwa yale ambayo walioyatenda. Hawatakuwa na huzuni hata siku moja, bali watakuwa na furaha
watakuwa na bishara njema kwa yale ambayo wameyatanguliza, na watakuwa yanqalibu ila ahlihim, yanqalibuna ila ahalihim masrurin, watakuwa wanatembea kwa watu wao wakiwa na furaha, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-inshiqaq, atakayepewa mkono kitabu chake kwa mkono wa kulia, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, alafu wayanqalibu ila ahlihi masrura, kana furaha kwa sababu hatakuwa na huzuni. Alichokifanya duniani amekikuta, akhera huko anakikuta kama kilivyo vile vile. Lakini mujrim, fasiki, mushrik, kafir, hawa wote hawezi kuwa na furaha, hawezi kuwa na furaha يوم القيامة, bali watakuwa fasawfa yad'u thubura, wao watakuwa naomba maangamivu, waangamie tu. Waqalu ya Malik, watawaambia, watakuwa namwambia yule malaika wa moto, waqalu ya Malik, watasema ewe malaika wa moto, liyaqdi alaina rabbuk, basi atuangamize na atufishe Mola wako. Tunaumia bure tu sisi, ngozi zinaiva, tunarejeshewa tena, maumivu yanaendelea hivyo hivyo, basi atuue tu, kama ndio hukumu ndio hiyo, tuuliwe tu. Liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun, malaika kasema nyinyi mtaishi humo milele, adhabu yenu ndio hiyo hiyo. Hawa sasa ni makufar, wao watakuwa ni huznan baada huznin, wao ni majonzi baada ya majonzi, asafan baada asafin, yani ni majuto baada ya majuto. Lakini awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun, wale ambao waliomwabudu Allah kisawasawa, wakawa na khashia, wakawa na utulivu, wakawa muwahidun, watu wa tauhid mbele ya Allah subhana, hawana huzuni wala hawana nyongeo la aina yoyote. Hasa nasema ikiwa mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa hivi, na hawa wakina Abdul Qadir Jailani ni mawali wa Allah, wakina Ahmad al-Tayyib ni mawali wa Allah, Ahmad al-Badawi ni mawali wa Allah, wakina Muhammad Uthman al-Marghani ni katika mawali wa Allah, sijui nani Muhammad al-Shadhili ni katika mawali wa Allah, sijui kina Muhammad Nasr, hawa ni mawali wa Allah. Siku ya kiyama hawa watakuwa hawana hofu, wala hawatakuwa duniani hawana hofu, wala mbele ya Allah hawana huzuni yote, sababu ni mawali wa Allah hawa. Tumewaona katika jamii zetu, rijalun salihun, ni watu ambao ni wema, mutawadhi'un, wanyenyekevu, khashi'un ila rabbihim, ni watu wenye hofu na Mola wao subhanahu wa ta'ala, ni watu ambao wametoa juhudi, tena baadhi wametoa juhudi kuwashinda hata nyinyi mawahabi. Wameandika vitabu katika nyiradi mbalimbali, na wameandika historia kubwa kubwa za dunia kuwashindani hata nyinyi. Bali ni watu walikuwa wanalea watu kwenye vituo vyao, wanatoa sadaka zao, wanawalisha. Bali ni watu walikuwa wanajitolea fi sabilillahi kutoa sadaka mbalimbali. Bali tumewaona baadhi yao wameingia mpaka kwenye jihadi za baadhi ya nchi duniani, kama vile nchi ya Libya ilipoingia kwenye vita, tuliwaona mawali wa Allah wameingia kwenye vita. Bali tumewaona wengine ni saifullahi maslul, ni panga la Allah subhanahu lililokuwa kali, kama vile Abdus Salam, katika maimamu wakubwa kabisa walikuwa mashujaa, waliokuwa wanapambana katika jihadi na mapanga kwelikweli. Hawa wote mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi kuwaomba, kuwataka msaada, kosa letu ni lipi? Na hali ya kuwa hawa ni watu ambao ni wema. Faqul, mwambie hivi, hadha huwa alhaq, hicho nilichokisema kwamba mawali wa Allah hawatakuwa na hofu wala hawatakuwa na huzuni, na ni watu wametoa juhudi, na ni watu wa kheri. Unayoyasema ni haqqan wa haqiqan, ya kweli, ni mambo ya kweli kabisa. Wali wa Allah tena, wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in mimma aftaradtuhu alayhi, hajawahi kujikurubisha mwanadamu mja wangu yote ni katika vitu nilivyofaradhisha isipokuwa nitampenda mimi. Hawa watu wamependwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na walisema ni kweli kabisa, hawa watu ni watu wa kheri. Lakini nakwambia hivi, hiyo kheri walionayo
huo uchamungu walionao, la yu'badun, hawafanyaje jamani? La yu'badun maana yake nini? Hawaabudiwi. Uchamungu, watu wema wa khair, sahihi kabisa. Muhammad Nasr Muislam, naam, kuna saidia na suna dhikri suna nini, naam. Nani ulismani Muhammad Shadhili, sahihi, ni mtu alikuwa mwema, tujalie ala zamikum. Sisi tunasema hakuna wali wa kisufi, hamna. Sufi wali huyo hayupo, sufi alafu akawa wali, hiyo hayupo. Sidhani kama kuna sufi alafu akawa wali, sidhani. Lakini kwa yakini nilionao mimi, hakuna sufi wali, hayupo. Na kama atakuwa wali, awliyaun ala qismain, mawali wamegawanyika sehemu hizi. Mawali wamegawanyika sehemu hizi. Wali wa kwanza, istahwadha alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikra Allah, ulaika hizbu ash-shaytan, ala inna hizba ash-shaytan hum ايش. Na suratu Maryam, Nabiullah Ibrahim alipokuwa namlingania baba yake, alipokuwa namwita baba yake katika da'wa ya tauhid, alimwambia katika maneno ya mwisho nayakumbuka, fatakuna lishaitani waliya, mimi ninakulingania usije ukawa kwa shaitani ni walii. Kwa hiyo kundi la kwanza, mawalii wa nani hao wanaitwa? Hapo wakisema wako masufi nasema naam, 100% sahihi. Kundi la mawalii wa kishetani, sawa. Kundi la pili ni awliyaur rahman, ambao Allah kasema ala inna awliya Allah ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Naam, sahili ni lazima lifungamane na tauhid. Ndio maana Allah kasema ulaika hizbullahi ala inna hizballahi tauhid, kwa sababu Allah katuambia in tansurullaha bitauhid, mkimnusuru Allah subhanahu atakunusuruni. Kwa hiyo hawa mawalii waliojitetea, waliotoa nguvu zao lillah, kumpwekesha Allah kwenye ardhi, kutoa juhudi zao ili Allah abudiwe, naam, haula humul muflihun, hawa ndio waliofaulu, hao ndio waliofaulu. Lakini hawa wengine, hawa ni ubadul qubur, wenye kuabudu makaburi, hawa hawawezi wakawa awliyaullah. Ndio ana Sheikh anamwambia walakin la yu'badun, hawa ni mawali lakini hawaabudiwi kabisa. Wa nahnu lam nadhkur, na sisi hatujataja, lakini sahihi kwenye taba anasema wa nahnu lam nunkir, na sisi hatujapinga. Wa nahnu lam nadhkur, kwani imeandikwa aje? Nadhkur, nunkir. Ukiangalia chini kwenye chapa kama unaona vizuri kabisa imeandikwa kadha fi nusakhi al-khattiyati wal-matbu'ati wa la'alla as-sawab lam nunkir. Huenda ikawa sawa sawa kusema lam nunkir, kama dhakara muhaqqiqu nuskhata جامعة الإمام أو جامعة الإمام محمد بن سعود الشيخ ناصر بن عبد الله الطريمي وشيخه سعود بن محمد البشري والشيخ عبد الكريم اللاحي. وهو kwa hiyo sisi hatujapinga kwamba hao ni mawali wa Allah, hatujapinga kwamba hawa sio vipenzi vya Allah, illa ibadatahum ma'a Allah, isipokuwa tumepinga kuwaabudu wao pamoja na Allah. Ndio tumepinga hiyo. Sisi tumepinga tu msiwaabudu pamoja na Allah, msiwanyenyekee pamoja na Allah, msijidhalilishe pamoja na Allah. Basi hilo ndio tumelipinga sisi, hilo ndilo ambalo tumelipinga sisi. Washirkahum ma'ahu, na ushirikina wao na kuwashirikisha wao pamoja na Allah, na kuwashirikisha wao pamoja na Allah kwenye mambo ambayo ni mukhtasum billah. Na kwenye hichi kipengele naomba tuelewe kitu hicho kimoja ambacho ni cha msingi sana kama sisi talabatul ilm. Tunaposema mawali ni kila yule ambaye mu'minun taqi,
ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kila aliyeamini na akawa mcha Mungu, basi huyo ni taqi. Na kwenye taqwa, yani mtu aliyeamini, maana kaamini mithili walivyoamini masahaba ridwanullahi alayhi. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Imani yako kama ile ya masahaba kwenye kila kitu, sio kwenye ibada tu, kwenye kila kitu. Kwa sababu wale mayahudi manasara waliambiwa fa in amanu bimithli, ikiwa mtaamini mfano ma amantum bihi, mlivyoamini nyinyi, faqad ihtadaw, mtakuwa mmeongoka, watakuwa wameongoka. Maana yake muongozo wa kuongoka si kama vile kwenye kuamini tu peke yake, labda mseme kwa sababu Qur'ani pale haijasema ikiwa nyinyi mtaswali mfano walivyoswali maswahaba mtakuwa mmeongoka. Haijasema hivyo. Haijasema mkitoa zaka mfano akitoa wao zaka mtakuwa mmeongoka. Haijasema hivyo. Haijasema mkipigana jihadi kama walivyopigana wao jihadi mtakuwa imesema ikiwa mtaamini, kuonesha iman iliyokusanya vipengele vyote vya dini vyote. Kwa hiyo maana yake kwenye ibada kama ya maswahaba, zaka kama ya sahaba, muamalat kama maswahaba, sulukiyat kama za maswahaba, itikadi za nafsia za kwenye nyoyo ziwe ni kama za maswahaba. Sasa Allah anatuambia hapa wali ni yule ambaye ameamini imani thabit kama ya maswahaba ridwanullahi alayhim. Ya pili, kisha huyo akawa ni mcha Mungu, akawa ni mcha Mungu, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sasa kwenye yattaquna hapa, kwenye yattaquna hapa a'la taqwa, yani ile taqwa ya juu sana ni la ilaha illa Allah. Umeona vizuri yani Allah anasema ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu tushaffanwa imani. Maana yake ni kama vile imani ya nani? Ya masahaba ridwanullahi alayhi. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, na wakawa ni wacha Mungu. Ule ucha Mungu wa juu kabisa ni nini? Nimesema la ilaha illa Allah. Dalili suratu الفتح، سورة الفتح قال الله تعالى الله amesema وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. Sheikh Fawzan anasema ni tafsiri وألزمهم كلمة التقوى، كلمة التقوى هي لا إله إلا الله. Nifahamu vizuri? Kwa hiyo ile daraja la juu la taqwa, kwanza kabisa ile taqwa ya juu kabisa ni la ilaha illa Allah. Na la ilaha illa Allah ndio pia inaitwa kalimatu taqwa, ndio pia inaitwa nini? Kalimatu taqwa. Na ndio kalimatu taqwa hii la ilaha illa Allah ndio imani ya juu mno, kama hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain. Sasa tunapowasema mawali wa Allah lazima kwenye kadhia ya tauhid wawe ni kama inavyotakikana kwenye sheria, kwamba wao imani yao, uchamungu wao umefungamana kwenye nguvu ya Allah peke yake, na hawakubali kufanyiwa ushirika wala wao kufanya ushirika. Ndio maana Sheikh akamwambia hivi, sisi hatupingi mawalii, isipokuwa tunapinga ibada zao, kuabudu pamoja na Allah, lakini pia na ushirika wao, kuwashirikisha wao pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo pointi ya msingi ya mazungumzo ni kwamba wao ni mawalii, tunakubali, lakini mawalii hao wasichanganywe kwenye kuabudiwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, ili wawe mawalii kisawasawa, waamini na wawe na uchamungu. Na uchamungu sio tu kusema uchamungu tu wa sadaka, uchamungu kuwakirimu wageni, uchamungu kufanya dhikri, unafanya dhikri
Nimeona watu wa Senegal fulani wanapiga la ilaha illa Allah, au nimeshangaa kabisa, mtu anapiga la ilaha illa Allah huko anajipiga kifua, la ilaha illa Allah, la ilaha, yani anajipiga kifua, mpaka wengine nimeona wana vinanda kabisa kabisa, ni muziki, la ilaha illa Allah, la ilaha, anaambiwa ndo fasalu ala mazuzu haya tuyaulize nini, fasalu ala dhikri, maziki ndo dhikri. Wallahi jamaa nasema hivi, ndio anapiga kinanda afu wanacheza kabisa kile kibwagizo, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Taqwa sio kufanya dhikri peke yake, sio kufanya dhikri peke yake. Taqwa la ilaha illa Allah, ay la ma'budu bihaqqin illa Allah. Ndio maana tukasema tauhid ndilo lengo la mwanzo kabisa ambalo masikio haya yanatakikana yazibuke, yaone nafasi alionayo Allah subhanahu kwenye huu ulimwengu na namna sisi tunavyotakikana tumwabudu Mola wetu. Tukikengeuka tu hapo, walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Mtu asikuulize Sheikh, nyinyi mbona kasa tauhidi tauhidi tauhidi? Ya akhi, walau ashraku yani wewe unaswali lakini mushrik, hamna swala ndugu yangu. Unatoa zaka na wewe mshiriki, hakuna zaka hapo ustazi. Unafanya dhikri huku na muomba bisasahubi, hakuna chochote hapo. Wewe unafanya sura gani, unatibu watu kwa tibu nabawi, kwa tiba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakati huo ukikaa pembeni unayaagiza majini, unayataja ya Allah bisasahubi asri', kupitia majini ya sasahubi, fanya haraka umtibu mtu huyo. Shirku billah ni shirikina huu, hiyo tiba yako haiwezi kusaidia chochote. Kwa hiyo sisi lazima tuizungumze tauhidi, kwa sababu bisalahi tauhid salahul ibad. Kwa kutengamana tauhid, watu wote wakamolewa Mola wao subhanahu wa ta'ala, hiyo matendo yao yanakuwa na afadhali, yanakuwa na khairi, yanakuwa yametengenezeka. Lakini pia niliwaambia juzi hapa katika hadithi maarufu, hadithi ya bitaqa, hiyo ndo adilla kubwa pia ya pili baada ya Qur'an. Hadithi ya nini jamani? Hadithi ya bitaqa. Mnajua hadithi ya bitaqa? Kuna hadithi tu hadithu bitaqati. Hadithi ya bitaqa, bitaqa ni kama vile, kama mnavyosema ni kitambulisho, au ni kama za bitaqa ikawa labda mathalan ni labda kama ni pochi au nini, ndo bitaqa. Ndio maana bitaqa يوم القيامة, siku ya kiyama watakuja watu, mtu ana madhambi anana sama, kilele cha mbingu madhambi. Yale madhambi yale yatachukuliwa, yatawekwa katika mizani. Ile mizani itadema chini kwa uzito wa madhambi ya mtu, kila madhambi yanayo mle ndani. Hakuna shiriki, lakini alisengenya watu, alitapeli watu, zini sana wanawake wa watu, wewe kila ina uchafu wanao, mwizi, kibaka, muongo, kila makosa yako mwana. Kisha baada ya hapo yule mtu ataangalia ile madhambi yake, fayanqati'u rajaa, itakatika, fayanqati'u rajaahu, matarajio yake itakatika. Sema ya Allah, sina tena msamaha mimi tena hapa, intaha amri. Ule mzigo ulivyoshuka chini, fil maasi, achana naye kabisa. Kila alikuwa ni mtu mwovu katika madhambi, kila ovu yumo, mamiziki, sijui pabu, kuna mapabu, sio mapabu, makorokoro gani yumo, mabangi yumo, madawa ya kulevya yumo, makundi ya watu wa hovyo yumo humo ndani. Sijui mwambie jambo gani ya duniani hajafanya huyo mtu, lakini hajawahi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Dhambi la ushirikina hajawahi kufanya, yeye alikuwa kadumbukia kwenye maasi tu. Sasa alipokatikiwa na ile tamaa kwamba hatosamehewa tena, fayukhraju ilayhi bitaqatun, atatolewa kile kibitaqatu ambacho ndani yake pana la ilaha illa Allah. Ina maana yake moyoni mwake na uchafu wake wote anaamini anayestahili kuabudiwa nani? Basi pekee tauhid, ile la ilaha illa Allah ya kwake tu ndio kuna kwenye moyo. Sasa kwamba niko nafanya haya, lakini ngoja najua namkosea Mola wangu, sometimes mtu ameghafilika tu mwenyewe, nafanya mambo yangu, lakini anakubali kwamba muabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Atatolewa ile bitaqa, atatolewa kile kibitaqa, kikadi chake kile. Tuchukulie mfano kama bitaqa kwa maana ya kikadi au nini, yawezekana ikawa na tafsiri nyingine, lakini maana ya bitaqa ni kama hivi.
itachukuliwa ile bitaka, itaenda kuwekwa kwenye mizani, ule upande wa pili wa mizani. Mizani sina sehemu mbili. Sasa ile sehemu ya pili ambayo iko juu kitawekwa pale juu kile kibitaka. Kwa kuwekwa pale tu kitashusha mzigo wote ule. Yani huu mzigo wote utakuwa haulingani na la ilaha illa Allah, utakuwa ni mwepesi kama vile janaha ba'udha, kama mbawa la mbu. Maana yake la ilaha illa Allah ni nzito kuliko madhambi yake. Fayughfaru lahu fayadkhulu aljanna, anasamehewa na anaingia peponi. Kwa nini tusizungumzie tauhid? Kwa nini unaona kwa hoja hii pekee yake tu, achilia mbali aya ambayo ni kubwa zaidi, kwa hoja hii tu panaonyesha wazi lazima tuizungumze tauhidi kila wakati. Yani ukipata mnasaba wote uzungumze tauhid, sema tauhid. Uwe wapi zungumza tauhidi, kwa sababu kwa kutangamana tauhid ndio matendo mengine yote yanapata nini? Salama. Kwa sababu huo uovu na huo uchafu ndio tunaishi nao leo hii. Ndio watu wameogelea kwenye madhambi. Yakuna mkuta huyo mwizi, lakini wakati mwingine ukikutana naye barabarani, ustaz salamu alaykum, kaifa alhal, unamsikia huyo mwizi lakini anasema kaifa alhal. Lakini ni mwizi mvuta bangi, lakini ana kumbukumbu kwamba kuna dini ipo. Hawa vuta bangi sio wanachimba makaburi jamani, au marevi sio wanachimba makaburi ya marevi ndio wanachimba makaburi wakati mwingine. Kwa hiyo kuna sehemu ya imani ipo kwenye nyoyo zao, lakini wamedumbukia kwenye maasi. Sasa watu kama hawa, minasaba yote inayopatikana izungumze tauhidi, kwa sababu ndio salama yao. Utawazungumzia mambo ya riba, mambo usija ukeweza, mambo ya nini, unawavuruga tu, utawavuruga. Kwanza wawekee foundation ndio kwa imara tauhidi kama hivi. Wazungumzie tauhidi wakielewa nafasi ya Mola wao, hata anaingia kwenye maasi lakini siwezi kuingia huku, siendi kwenye ushirikina, acha tu ni shetani anichezee huku, lakini huku siendi. Anajua kabisa hili ndure kubwa, hili dhambi sisamehewi mimi. Kwa hiyo akiwa itatokea amekosea, basi hawezi kukosea akaenda kwenye ushirikina, hawezi. Ikitokea ameshawishiwa na shetani, amechezewa, basi hofu yake itakuwa kubwa sana kudumbukia kwenye ushirikina kuliko kuingia kwenye madhambi mengine. Yawezekana kaogelea kwenye haya madhambi mengine, lakini nafsi yake namsuta kuliko huku kwenye shirku billah. Kwa hiyo mtu anataka kuuliza, mbona watu wanakithirisha sana tauhidi, maneno tauhidi, yani kila mna tauhidi. Ya akhi, ndio salama ya umma. Halafu muumini anakumbushwa nini jamani? Yani wewe ukitaka muumini wa kweli anakumbushwa kitu gani? Muumini wa kweli hukumbushwa na maneno ya Allah, ndio muumini wa kweli. Wa idha tuliyat alaihim ayatu nini? Sasa nataka tukwambie tukusome injili au tukumbushe kwa injili muharrafa, ishabadilishwa ile haina chochote ndani. Muumini wa kweli anakumbushwa na mambo ya Allah, anakumbushwa na Qur'an, maneno ya Mola wake. Na katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kulluha yamejaa tauhid, yote yamejaa tauhid. Kwa tukumbusha tauhidi sisi kwa ala kulli hali. Tukazungumza swala mawali. Sisi hatutaki kuabudu mawali, wao ni wacha Mungu na khairi, lakini hatutaki kuabudu wala kuwachanganya kwenye kuabudiwa wao pamoja na Allah. Wa illa, na kama sio hivyo, falwajibu alaika, ni wajibu kwako wewe unayewapenda mawali, wewe ambaye unayewaona mawali, hubbuhum, wapende. Sheikh Ibn Baz mpende, Sheikh fulani katika mashekhe ambao ni wazuri wa khairi mpende. Unaona wali wa Allah mpende, ndio wajibu kwako wewe. Labda wewe sufi unamwona Muhammad Nasr na wali, mpende tu. Wewe si sufi unamwona Abdullah al-Aidarusi, Muhammad al-Maykhani, kama ni mpende tu. Wattiba'uhum, na wafuate wao. Wal iqrar bi karamatihim, na kukubali karama zao. Tutawafuata kwenye yale yalikuwa ya khairi, ya taa, ambayo kwa mujibu wa maneno ya Mtume alayhi salatu wasallam wametuelekeza, na mtawafuata. Yale mambo ambayo tunayaona haya ni katika vigezo au ni katika adilla alizotufundisha nazo Mtume alayhi salatu wasallam, kwa ilmu alizokuwa nazo, kwa nini alizokuwa nazo, na mtawafuata.
Lakini pia vile vile na tunakubali kwamba mawali wana karama, wal iqraru, na kukubali bikaramatihim, karama zao. Sisi hatukatazwi sisi kumfuata mtu, lakini tunamfuata pale alipotuelekeza kwenye nini? Kwenye dalili. Huyu naam, shekhe wetu, mwalimu wetu anatuelekeza sisi katika njia sawa kwenye mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam, wala hatengenezi tariqa yake ya kumfuata yeye, kalla. Ndio maana maimamu wote wanne hao wamekanusha kabisa kufuatwa kwao, wamekanusha kabisa. Bali wengine wamesema idha sahha alhadithu fahuwa madhhabi, hadithi ikiwa sahihi ndio njia yangu mimi hiyo. Bali wengine wamefikia kusema kama vile Imam Malik au Sikosei anasema idha raaitum, Imam Shafi, idha raaitum kalami yukhalifu kalama rasulillah, mkiyaona maneno yangu yanakwenda kinyume na maneno ya mtume wa Allah alayhi salatu wasalam, yatupeni kwenye ukuta maneno yangu, tupeni kabisa, msiafuate kabisa. Naam, wali huyu tunamtaka uwaliwa hivi, ambaye hatufungi na yeye tu. Huyu si sawa, wali tukimfuata kwenye maelekezo yake kwamba yanafuata dalili, anafuata hujja, naam, tutakufuata. So haitowezekana ukaenda bila ya kuwa na mtu kukuelekeza, haitowezekana. Lakini hakuna hizbun muayyan, hakuna kikundi maalum. Tunakufuata wewe pale ambapo unafuata nini? Dalili. Tunakwenda na wewe pale ambapo unafuata njia sawa. Ndio maana leo hii kuna madhehebu manne, madhehebu ya Malikia, Shafiia, Hanbalia, kwa sababu hawa wameelekea kwenye dalili, na sisi biainihim hatuwafuati wao, tunafuata ile dalili kwa dhati kabisa. Hatuwafuati wao kwa akikoona mimi nikoe, akilala mimi nilale, biain bidhat tunafuata dalili aliyoshikilia yeye, ile rai yake, namna alivyokuwa muwassaa, iliyokuwa pana. Tutafuata kile ambacho kimekuwa ndilo lengo, kwa sababu tunajua huyu siku ya kiyama atatukimbia sisi. Tunajua vizuri siku ya kiyama huyu atatutimulia vumbi. idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'au al'adhab, atatukimbia. Kwa hiyo sisi tunakuwa nao katika tawjihat, maelekezo, bana ni hivi, masala haya msitumie hivi, tumieni rai hii, kwa sababu yeye tayari na wasa, ana upana wa maarifa mambo fulani. Naam, ilmu aliyokuwa nayo, basira aliyokuwa nayo. Naam, jamani, masala haya tusiende hivi, tuyatumie hivi kwa sababu ya hoja hii na hii na hii na hii. Naam, mashaallah, marhaban ala aini wal ras. Kwa hiyo Sheikh anatuambia falwajibu alayka, ni wajibu kwako wewe kuna kwa hao mawali, hubbuhum, kuwapenda. Naam, kwa sababu usipowapenda umetangaza uadui na Allah. Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb, mwenye kumfanyia wali wangu uadui ametangaza vita pamoja na mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Wattiba'uhum, na kuwafuata wao, ni wajibu kwangu mimi kuwafuata katika ile njia ya haki. Wal iqraru bi karamatihim, na kukubali karama zao. Na karama, sisi tunakubali mawali na karama, lakini karama ni kitu gani? Sifa za mtu kuwa na karama, moja katika sifa nilizozitaja hapa katika majlisi hii tushataja, ili mtu afikie kwenye kiwango cha karama ni lazima an yakuna mustaqiman ala dinillah. Sawa jamani, ni lazima awe fanyaje? Simama mustaqiman ala dinillah, huyo ndio mwenye karama. Lakini tunamuona wali anaandika matalasimu, nachovya tunakuandika, mara nakwambia hii ukisoma unatembea juu ya maji. Tembea juu ya maji, ukisoma hii uradi huu wa shalshala, susu shalshala nini, unapaa zako, unaenda zako unakotaka. Tena ukitaka tena kaa zako angani huko, maayam, masiku kibao, na kaa zako kujuu, unakula upepo tu angani. Hapana, hapa hamna wali hapa. Hapa pana wali wa kishetani. Hapa hakuna wali hata siku moja. Hakuna wali hata siku moja. Huyu hatumtaki wali wa hivi.
Sawa, hii sio karama. Okay, katika vitabu nilikuwa naonyesha vijana wangu wao, naonyesha mmoja katika vitabu vya kiganga vya kichawi, vitabu vya kiganga vya kichawi vimeandika namna ya kuruka, na hiyo vitabu huvipati kwa watu wa sunna hata siku moja usivipate. Sio mambo yetu sisi, hatunayo mambo. Utavikuta kwa watu matarika, vitabu vya kiganga vya kichawi vya kuwatumikisha marohani wa kishetani wa kijini. Iko njia kabisa pale na kuandikia namna at-tayaran fil hawa, kupaa angani ukageuka kuwa ndege na aeroplane. Njia za kupanga, soma kwanza, ufunge siku 3, kisha usome uradi huu shalatun sina na nini na nini mara 41, kisha sio uvae pete hapa, sio pete na nini hiyo, utandike mkeka chini, uweke muhuri, ukae chini ushikilie, halafu ashiria ule mkeka, halafu fanya hivi juu, ndoki Amerika unacheki hapa, tunacheki Amerika hii hapa, Saudia hii hapa, huyo na paa zako tu. Ukitaka kushuka tena unaweka kidole chako kwenye pete pale chini, halafu unaambia hivi, rada hiyo, rada inaelekeza helikopta ishuke chini, wewe unachukua zako chini. Sawa, hiyo dini gani ya kupaa juu? Wapi? Na haya yanazungumzwa kwenye vitabu vya kiganga vya kishaitani. Halafu huku tunaambiwa ukitaka kuwa wali, ili katika sifa za wali yatiru fil hawa. Mashaallah, wali napaa kwenye anga. Vitabu vya kiganga vinaelekeza namna ya kupaa kwenye anga. Huku tunaambiwa naye wali ana uwezo wa kupaa. Tafsiri yake, wali ni mganga mchawi, anatumia mavitabu ya kichawi ya kiganga kuwatumikisha mashetani marohani wamfanyie anachokitaka yeye. Sasa ndio maana nikasema hawa masufi ni mawali wa kishetani. Hakuna wali wa Allah sufi, hayupo hata siku moja. Na haya tunayasema ala dhukri, tunajua kwamba kuna watu wamesingiziwa uwali. Yani kuna watu wamesingiziwa mambo mengi sana, kama vile Sheikh Abdul Qadir Jailani. Yuko mbali kabisa na haya yote na mtumna yote. hawezi kusema haya maneno kama dhirai fawqa samawati kulliha wa min tahti batni alhuti amdadtu rahati. hawezi kusema maneno Sheikh rahimahullah. Huyu kana sunniyan. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika majmuu' al-fatawa kuna mjalladi mmoja ametaja karama na mazuri ya Sheikh Abdul Qadir Jailani na wasifu wake kana sunniyan, alikuwa ni mtu wa sunna. Hawezi kafikia kuzungumza maneno ya kufuru kama haya ambayo wanamtusha nayo masufi. Haiwezekani siku moja, haitowezekana hata siku moja kwa sufi akawa ni wali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi tunakubali karama, lakini karama iliyofungamana na istiqamatu fi din. Lazima wewe umenyoka kwenye dini. Msikitini hatukuoni adhuhuri, alasiri hatukuoni, magharibi hatukuoni, utakuwa unarandaranda tu hapa huko baba. Sheikh mbona waqalu ya hadha tarakta salatana, Sheikh mbona uswali bwana, walam ya'lamu anni usalli bi makkah, yakasema bi makkati, na hawajui kwamba mimi nimeswali zangu Maka. Ni adhuhuri apiga tambo moja tu pap, kaswali Maka karudi zake. Ya akhi, hii mbona mtume mwenyewe hajaifanya? Alikuwa Maka na Madina, alikuwa swali Maka na alikuwa zake Madina. Kwa Sheikh aswali na sisi, eti hoja yake ni kwamba anaswali wapi? Kwa sababu Maka kuna nini? Kuna ujira mkubwa, 100,000 ni nyingi. Nyinyi mtaswali swali tu hapa, endeleeni kuswali mpate hizo 25 za tietia maji. Mpo kwenye swala huku nauza na kununua, achana hizo. Na zaweza kule nazitaka mimi. Kwa swala huko ndani yeye Sheikh afanyaje? Yeye hataki kuswali, anaswalia wapi? Maka. Yake huyo laisa mustaqiman fi din. Huyo hajanyooka kabisa kwenye dini. Wali anasema maneno yafuatayo, sikiza maneno yafuatayo. Wali anasema malaktu bilad Allahi sharqan wa maghriba, miji ya Allah yote nimeimiliki mashariki na magharibi. Malaktu,
nimeitawala, nimeimiliki, nimeishika, nimeikamata miji ya Allah yote, mashariki na magharibi, mashariki huku, magharibi huku, kote nimemiliki mimi, ni miji yangu mimi. Wali anasema hivyo. Alafu anasemaje? Wa in shi'tu afnaitu al-anama bilahdhati, nikitaka mimi ninawamaliza viumbe wote kwa mkupuo huo. Huyu wali wa Allah, huyu wali wa Allah, huyu ni wali wa shetani. Wa in shi'tu afnaitu al-anama bilahdhati. Na ndio haya matabu ya kiganga haya, humu ndani kuna mahala unafikia kiwango wanazungumza wazi namna ya kumchoma mtu kwa kutumia majini, namna ya kumtia mtu ulemavu kwa kupitia majini na mashetani, namna ya kuunguza nyumba ya mtu kwa kupitia majini na mashetani. Mtu akiwa na ilmu hiyo atazungumza anachokitaka yeye. Akiwa na hii ilmu ya uganga hii ya kishirikina atazungumza anachokitaka yeye. Ndio maana anasema hivi wali, wa in shi'tu afnaitu al-anama bila hadhati, nikitaka mimi naangamiza na wamaliza viumbe wote. Afnaitu al-anama, na wamaliza viumbe bilahdhati, yani papo hapo pale, muda huo unawamaliza. Hii nguvu ya kuwamaliza hawa watu ni baada ya kuwa mtu ameshajifunza mambo ya kichawi, ya kiganga, ya kishirikina, ya kuwatumikisha mashetani na kuwadhalilisha mashetani na kuwa ni mtumishi wa majini. Ndio huyo yeye leo hii anaweza kukwambia ukicheza tunakuondosha duniani. Yuko shekhe mmoja kwetu Tabora, alishakumfuata mama yangu mzazi, akamwambia hivi, wanaokusumbua niletee majina yao. Wallahi namwambia hivi. Mama yangu mzazi ananiambia, huyu shekhe kaniambia hivyo. Mama, hao ganga wachawi hawa. Anasema hivyo, mama, kama kuna mtu hapa mjini hapa anasumbua familia yako, leta jina lake chapu tumshughulikie sisi. Wana haya maelimu ya kiganga ya kishirikina, ndo haya akiyatumia majini. Unashangaa hujulikana umekufaje, ajali imetokea tokeaje, wewe unaka vitsi, unashangaa tumedondoka chini, vitsi iko salama, mtu kafa. Vitsi na spidi yako 30-40 eti imedondoka tu hivi, spidi ya kawaida umekufa. Naam, qadarullah, yawezekana pia. Lakini kuna matukio ambayo mtu kiyatazama kwa haraka haraka unaona mbona kama haieleweki. Lakini kitendo cha mtu kukwambia kwamba niletee majina anayekusumbua, niletee majina yake hapo, hana askari, hana polisi, hana jeshi, hana chochote, mgeni kwenye mkoa, lakini nakwambia hayo maneno ni kwa sababu na elimu hizi za silaha zao hizo, zime makombora ya Marekani ya kumpiga Muirani, kayaweka chini ya ardhi, kayaweka pale, kimkorofisha tu kamuudhi, anachomoa moja, anakutia wenda wazimu kidogo, try tu picha, tia wenda wazimu kidogo hivi. Jamaa kasoma Qur'ani kawa mwenda wazimu. Washirikina ustadhi hawa ni waganga wa kichawi wa kutumia majini, washirikina tena hawa masufi. Hakuna watu wengine mashaikh, hakuna watu wengine. Tunafahamu kundi la kwanza ambao limenasibishwa ushirikina ni Mashia, lakini pia kuna hawa masufi. Hili bahari unaogelea kweli kweli. Na mimi nakwambieni, wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh, inna Allah balighu amrih, qad ja'ala Allah likulli shay'in qadara. Wewe usiogope ushirikina wa msufi yote, likikutokea ndio Allah kashakadiria, kullu lan yusibana illa ma kataba Allah lana. Mbona wasiwasi wa nini? Urusha kombora linipiga la kichwa liniue, sawa. Lakini lazima tuseme kama kwa masufi hakuna mawali walillah, hawapo mawali wa Allah. Hawa ni washirikina, mawali wa kishetani, ni watumishi wa kishetani. Hawa wanayatumikisha marohani ya kijini na mashaitani, wanayatumikisha. Ningekuwa sijaona haya matabu nisingezungumza wewe maneno haya matabu, ningekuwa sijaona wala nisingezungumza hivi. Sasa hubi kakahubi bisai kuna onesha, mangalieni makorokoro haya ni majini, mashetani yanatumika.
kitabu cha kisufi cha dhikri cha nyiradi kinataja eti Sheikh alikuwa anamuomba Allah bisa saubi, alafu watupiga changa la macho, atuambia hii ni suriania, sariani, suriania, surani. Na sisi mazwazo kweli, hatuna akili sisi. Na hao ni kuacha baki wanaweza kufanya ukaingia na vitabu vya kushirikina. Sasa mkama mada mkoa na yeye mganga, sasa mganga wa kisalafi, wachawi ndio lugha nyepesi. Wali unamsikia huyu ni wali cha Mungu akisu, ndio nilichawi wala tosumbuki, yani ifanya ndio mcha Mungu usuna nini, mtu wa dini. Huyo ni mganga. Hazina yake ni hayo maelimu. Kwa hiyo sisi hatuwezi kukubali eti sufi akatuletea karama. Hakuna sufi akatuletea karama. Tutaka karama, tunamwangalia mtu ambaye mustaqimun fi din, kaifa yuwadhibu salawat, namna gani anazichunga swala, namna gani wake wa ila ghairi dhalik. Tayeb, kwa anasema wala yajhadu karamati, tumalizie hapa, wala yajhadu karamati al-awliya, na hawazipingi karama za mawali illa ahlul bid'ah, isipokuwa wazushi, wadhalali, na wapotevu. Watu wa bid'a ndio ambao wanaopinga, kama vile Mu'tazila wametajwa kama wanakataa karama za mawali, wadhalali, na pia upotevu, na ni watu wa upotevu. Karama si tuzipingi, tunakubali. Ashabul Kahfi walikuwa na karama, ashabul Kahfi walikuwa na karama, lakini pia kina Bakr as-Siddiq wana karama zake wa ila ghairi dhalik. Wa dinullahi wasatun, na dini ya Allah ipo kati na kati, baina tarafaini, kati ya pande mbili. Tarafaini ni pande mbili. Jihadu karamati al-awliyai, na hazipingi karama za mawali illa ahlul bid'ah, isipokuwa wazushi, wadhalali, na wapotevu. Wa dinullahi, na dini ya Allah, wasatun baina tarafaini, ipo kati ya tarafaini, pande mbili, ya wanaochupa mipaka na wanaokwenda kiusawasawa. Wa hudan baina dhalalatain, na dini ya Allah ipo kwenye huda, muongozo, baina dhalalatain, kati ya upotevu wa aina mbili, upotevu na upotevu. Dini ipo katikati kwenye huda na muongozo. Wa haqqun baina batilaini, na dini ya Allah ipo kwenye haki, katikati ya batili mbili. Kuna batil, katikati kuna haki, ndio haki ya dini iko. Dhalala, upotevu, katikati kuna huda, kuna mwongozo, ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iko hapo. Sheikh anatuambia kama ni katika ahlul bid'ah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.